Jua la jioni lilikuwa likiyeyuka kuelekea ukingo wa dunia, likipaka mbingu rangi ya machungwa iliyoiva na zambarau hafifu. Katika ufuko wa bahari ya Hindi, sauti pekee iliyosikika ilikuwa ni mgurumo wa mawimbi yanayovunjika kwa uvivu kwenye mchanga mweupe, yakileta na kurudisha povu la kijivu. Neema alipumua kwa nguvu, akifuta jasho lilikuwa limetua kwenye mdomo wake. Mikono yake ilikuwa na viganja vigumu kidogo kutokana na kazi ya kila siku. Ilikuwa imeshikilia mfagio mrefu wa kienyeji. Kazi yake ilikuwa rahisi lakini yenye kuchosha, kuhakikisha kuwa plastiki, mwani na takataka zote zilizoachwa na watalii hazichafui uzuri wa ukingo huu wa maji. Bahari haina siri, Neema alinoona peke yake, huku akiangalia upeo kwa macho. Kwake bahari ilikuwa kama rafiki mkimya ambaye kila siku alimletea zawadi ya ajabu. Wakati mwingine konokono wa rembo na wakati mwingine mabaki ya meli za mbali. Lakini jioni hii ilikuwa tofauti na siku zingine. Chini ya mwamba mmoja mkubwa ambao mara nyingi ulizama wakati wa kuja kwa maji, kitu fulani kiling'aa. Kilikuwa kioo kilichokuwa kikicheza na mwanga wa mwisho wa jua. Neema alikaribia, akidhani ni chupa ya kileo iliyoachwa na watalii wasio na adabu. Alipoinama na kuichukua, aligundua kuwa haikuwa chupa ya kawaida. Ilikuwa chupa ya mvinyo ya kijani kibichi, ikiwa safi kana kwamba imetoka tu kuoshwa sasa hivi. Ndani yake kulikuwa na karatasi iliyoviringishwa vizuri na kufungwa kwa kamba ya rangi ya bluu. Kizibo cha mti kilikuwa kimeingizwa kwa nguvu na kisha kupakwa nta nyekundu ili kuzuia maji yasiingie. Mapigo ya moyo ya Neema iliongezeka. Kwa tahadhari, alitumia kisu chake kidogo cha kukatia kamba kutoa ile nta na kukichomoa kizibo kile. Harufu nzuri ya uturi hafifu kama harufu ya mdalasini na bahari ilitoka ndani ya chupa ile. Alitoa ile karatasi. Ilikuwa nzito na ya gharama, yenye rangi ya maziwa. Maandishi yaliyokuwa ndani yalikuwa ya kifahari, yakijipinda kwa umakini kana kwamba mwandishi alikuwa amechukua saa nyingi kuyachonga. Kwa yule anayejua siri ya bahari, na kuandikia nikiwa mahali ambapo sauti pekee ninayoisikia ni mapigo ya moyo wangu yanayoenda na mawimbi. Wanasema bahari inaunganisha ulimwengu, lakini kwangu bahari ni ukuta mrefu usiopandika. Je, huko nje kuna mtu anayeweza kuona rangi ya huzuni yangu kwenye povu la maji? Au mimi ni sauti inayopotea kwenye upepo tu? Usinitafute, lakini kama ukiisoma barua hii, jua kuwa kuna roho inayopumua upande wa pili wa upeo wa macho. Neema alishusha barua ile, mikono yake ikitetemeka kidogo. Hakukuwa na jina, hakukuwa na anwani. Kulikuwa na hisia tupu zilizomwagwa kwenye karatasi na kutupwa kwenye mikono ya bahari. Alitazama juu kuelekea kwenye lile jumba la kifahari lililokuwa juu ya jabali. Mbali kidogo, madirisha yake makubwa ya kioo yalikuwa kimulika mwanga wa jua, yakionekana kama macho baridi yanayotazama ufukwe. Alijiuliza ikiwa kuna mtu anatazama kutoka huko, au ikiwa barua hii imetoka maili nyingi kutoka nchi nyingine. Neema alikunja ile barua na kuiweka kwenye mfuko wa rinda lake lililochakaa. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake ya upweke, alihisi kuwa hakuwa peke yake. Nitakujibu, alisema kwa sauti ya chini, huku akitabasamu kwa siri. Hata kama wewe ni upepo tu, nitakujibu. Usiku ule Neema hakulala mapema kama ilivyokuwa kawaida yake. Chumba chake kikiwa cha kupanga, kilichokuwa na harufu ya mkaa na sabuni ya mche, kilionekana kuwa kidogo sana kwa mawazo makubwa yaliyokuwa kizunguka kichwani mwake. Alikaa kwenye meza yake ya mbao iliyokuwa na mguu mmoja mfupi, akijegemeza kwa umakini. Alikuwa amenunua daftari jipya na kalamu ya wino wa bluu. Kwa saa kadhaa alikuwa akifuta na kurarua karatasi. Angeandika nini kwa mtu asiyemjua? Mtu ambaye maneno yake yalikuwa kama mashairi ya huzuni.
Mwishowe alilegeza vidole vyake na kuandika kwa moyo mweupe: kwa mwandishi wa barua ya chupa, nimeisoma siri yako. Mimi si mshairi na mikono yangu imezoea kushika mfagio kuliko kalamu, lakini nimesikia sauti yako. Bahari si ukuta, ni daraja. Mimi niko hapa ukingoni mwa maji kila siku, nikizoa takataka zinazoachwa na watu. Lakini barua yako haikuwa takataka, ilikuwa kama lulu iliyopotea. Usiseme wewe ni sauti inayopotea upeponi. Leo sauti yako imepata bandari ya kutua. Kesho jioni nitaiacha chupa hii juu ya mwamba mweusi, wakati jua linapokaa katikati ya mbingu na maji. Nitaisubiri siri nyingine. Siku iliyofuata ilionekana kuwa ndefu kuliko zote. Kila mara Neema alipokuwa akifagia ufukweni, macho yake yalikuwa yakitazama lile jumba la kifahari lililo juu ya jabali. Alijaribu kuona kama kuna pazia linalotikisika au mtu anayetazama kupitia darubini, lakini jumba lile lilibaki kimya kama kaburi la mfalme. Saa 11 jioni ilipofika, maji yalianza kupwa, yakiacha miamba ya wazi. Neema alitembea kwa haraka kuelekea ule mwamba mweusi anaojua yeye tu. Aliingiza barua yake kwenye ile chupa ya kijani, akaifunika vizuri kwa kile kizibo na kuipaka nta ya mshumaa aliyobeba ili kuzuia maji. Aliweka chupa ile katikati ya ufa wa mwamba, mahali ambapo mawimbi madogo yangeigusa, lakini asingeweza kuichukua kwenda mbali sana. Kila laheri, alinong'ona, kisha akageuka na kuondoka bila kutazama nyuma, moyo wake ukidunda kwa msisimko ambao hakuwahi kuupata tangu utoto wake. Siku iliyofuata, alfajiri na mapema kabla hata jua halijachomoza, Neema alirudi pale mwambani. Moyo wake ulimsimama. Chupa yake ya kijani haikuwepo. Badala yake kulikuwa na chupa nyingine, safari hii ikiwa ya kioo cheupe kama theluji, na ndani yake kulikuwa na ua dogo la jasmine lililonyauka kidogo, likiwa limefungwa pamoja na karatasi mpya. Alifungua barua ile kwa mikono inamtetemeka. Maandishi yale yale ya kifahari yalimkaribisha. Umezita barua zangu Lulu. Huijui thamani ya maneno yako kwangu. Neema, kama ndilo jina lako au nikuite mlinzi wa ufukwe. Umenifanya nitazame dirishani leo kwa matumaini ambayo sikuwa nayo jana. Dunia yako ina harufu gani? Maana yangu ina harufu ya dawa za hospitali na vitabu vya zamani. Niambie kuhusu mchanga, au niambie jinsi unavyohisi unapogusa maji ya baridi alfajiri. Neema alikaa chini kwenye mchanga baridi, akilia machozi ya furaha yasiyoelezeka. Mtu huyo mahali fulani alikuwa akimsubiri yeye tu. Alikuwa akitaka kujua kuhusu dunia yake ndogo. Mchezo huu wa watoto sasa ulikuwa umeanza kuwa kitu kizito zaidi. Kiunganishi cha roho mbili zilikuwa zikipapasa gizani kutafutana. Hii ni simulizi tamu ya mapenzi na inasisimua, inaburudisha, pia inafundisha. Naomba wakati huu utumie ku-like na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu kwa haraka na mapema zaidi. Pia muda huu naomba tuandikie kwenye komenti kuwa unasikiliza ukiwa wapi. Sasa tuendelee. Miezi 2 ilipita na ufuko wa bahari ukawa darasa la siri la Neema. Kila siku alijifunza kitu kipya kuhusu mwandishi yule asiye na jina. Kupitia barua zile, aligundua kuwa mwandishi huyu alikuwa na akili yenye upeo mkubwa, akizungumzia mambo ya falsafa, nyota za angani na nchi za mbali ambazo Neema alikuwa akiziona tu kwenye ramani za shule zamani. Lakini kulikuwa na huzuni iliyojificha nyuma ya maneno haya matamu. Mwandishi alijitaja kama mfungwa wa hiari na mtazamaji wa maisha. Neema kwa upande wake alimpa mwandishi kile alichokikosa, uhalisia wa maisha. Alimwandikia kuhusu harufu ya samaki wabichi wanaposhushwa na wavuvi alfajiri, jinsi mchanga unavyoingia katikati ya vidole vya miguu, na jinsi jua linavyoweza kuunguza ngozi lakini bado likahisiwa kama baraka. Siku moja Neema aliandika jambo ambalo limekuwa likimtesa.
Rafiki yangu wa chupani, nimeanza kuota kuhusu sauti yako. Je, inafanana na mngurumo wa bahari au ni tulivu kama upepo wa usiku? Wakati mwingine ninasimama ufukweni na kutazama lile jumba kubwa lililo juu ya jabali. Nashangaa kama macho yako yanakutana na yangu bila mimi kujua. Je, nitaendelea kukipenda kivuli chako milele? Jibu lilikuja likiwa na huzuni nzito kuliko kawaida. Neema, usitazame juu. Kile kilichopo hapa juu ni mabaki tu ya mwanadamu. Kupenda kivuli ni salama zaidi kuliko kupenda kile kinachokifanya kivuli hicho kiwepo. Mimi ni mtu niliyeachwa na wakati. Furahia uhuru wako. Furahia uwezo wa kukimbia ufukweni. Mimi nimebaki na maneno tu, na maneno ndio miguu yangu pekee. Barua hiyo ilimfanya Neema ashindwe kula usiku ule. Alihisi maumivu ya mwandishi huyo moyoni mwake. Hakuitupa ile barua, alikumbatia tu. Aligundua kuwa haikuwa tena mchezo wa watoto. Alikuwa amezama kwenye mapenzi na roho iliyokuwa imejificha nyuma ya kuta za siri za huzuni. Kila mara alipokuwa akifagia, alijikuta akisogea karibu na lile jumba. Alianza kuona mifumo ya chupa zile. Zilikuwa hazitoki bahari kuu, bali zilikuwa zikishushwa kwa umakini kupitia upande wa jabali uliokuwa na miti mingi. Udadisi ukawa msumari wa moto moyoni mwake. Alihitaji kujua ni nani huyu anayempa matumaini lakini anaishi kama mfu. Upendo wake haukuwa na sura, ulikuwa wa pure soul connection, lakini roho ile ilihitaji mkombozi. Na Neema alihisi kuwa yeye ndiye aliyekuwa amechaguliwa na bahari kufanya kazi hiyo. Lile jumba lilikuwa likiitwa nyumba ya mawingu na wenyeji wa mji wa pwani, si kwa sababu lilikuwa refu sana, bali kwa sababu lilionekana kutengwa na ulimwengu wa kawaida. Lilikaa juu ya jabali la mawe meusi yaliyochongoka, likitazama bahari kwa dharau na ukimya. Neema aliamua kuwa barua pekee hazitoshi tena. Usiku ule, mwezi ukiwa mpevu na kutoa mwanga hafifu wa fedha, alivaa nguo zake za kazi zilizofifia na kuanza safari ya kupanda mwinuko wa jabali. Hakupita barabara kuu ya lami inayolindwa na walinzi, bali alitumia njia ya panya iliyopita katikati ya vichaka vya mibuyu na mikaratusi. Miguu yake ilichubuka kwenye miamba, lakini hakujali. Kila hatua aliyopiga iliongozwa na maneno ya mwisho ya yule mwandishi: mimi ni mfungwa wa hiari. Alipofika kileleni, alijikuta mbele ya ukuta mrefu wa mawe uliozungushwa nyaya za umeme. Lakini kwa upande wa kuelekea baharini, ukuta huo ulikuwa mfupi kidogo ili kutoa nafasi ya kuona mandhari ya maji. Neema alijibaza nyuma ya mti mkubwa wa mwarobaini, akitazama bustani iliyokuwa imepambwa kwa maua na taa ndogo za rangi ya manjano. Hapo ndipo alipoiona. Kulikuwa na daraja dogo la mbao lililojengwa kuelekea ukingo mwa jabali. Mwishoni wa daraja hilo kulikuwa na mashine ndogo ya chuma, mfano wa manati kubwa, iliyokuwa imetengenezwa kwa ustadi. Karibu na mashine hiyo kulikuwa na sanduku la chupa za kioo zilizokuwa zimepangwa vizuri. Ndivyo anavyofanya, Neema alinong'ona, hakisi mapigo ya moyo wake yakigonga mbavu zake. Anazirusha chupa hizi ili zifike katikati ya maji na kurudi na mawimbi. Ghafla mlango mkubwa wa kioo jumba lile ulifunguka kwa mlio wa chini. Mwanga mkali wa ndani ya nyumba ulimwagika kwenye bustani na kivuli cha mtu kikaanza kuelekea kwenye lile daraja. Neema alishikilia pumzi yake. Alitaka kukimbia, lakini miguu yake iliganda kama amepigwa ganzi. Kivuli kile kilikuwa kikisogea kwa mwendo wa polepole, kikisindikizwa na sauti ya chuma kikisuguana. Hakuwa mtu anayetembea. Alikuwa mtu aliyeketi kwenye kiti cha mwendo, akisukuma magurudumu kwa mikono yake mwenyewe. Kijana yule alisimama ukingoni mwa jabali, akitazama bahari kwa muda mrefu katikati ya mwanga wa mwezi. Neema aliweza kuona wasifu wake. Alikuwa na uso wa kishujaa lakini uliopoteza nuru. Macho yake yalionekana kuwa na giza kuliko usiku wenyewe. Alichukua chupa moja akaiweka kwenye ile mashine na kuivuta kamba. Chupa ile ilirushwa hewani, ikizunguka mara kadhaa kabla ya kuingia majini. Kijana yule alishusha pumzi ndefu ya huzuni,
sauti ambayo ilimfikia Neema kama kilio cha roho inayozama. Katika hali ya kuto kujitambua, Neema alipiga hatua moja kuelekea mbele, na tawi kavu likavunjika chini ya miguu yake, likatoa sauti. Yule kijana alishtuka. Aligeuza kiti chake kwa kasi ya ajabu, macho yake akitafuta chanzo cha sauti ile gizani. Nani yupo hapo? Sauti yake ilikuwa nzito, yenye mamlaka lakini iliyojaa hofu. Nimesema nani yuko hapo? Toka nje. Neema alijua hana pa kukimbilia. Alitoka kivulini, mikono yake ikiwa imeinuliwa juu kidogo, huku akitetemeka. Ni mimi hapa, mlinzi wa ufukwe. Macho ya kijana yule yalipaduka. Kwa muda wa dakika kadhaa, kulikuwa na ukimya mzito uliotawaliwa tu na sauti ya upepo wa usiku ukivuma katikati ya majani ya mibuyu. Baraka, kijana huyo alikuwa ameandika maumivu yake kwenye wino, uso wake ukibadilika rangi kutoka hofu hadi hasira ya ghafla. Umeingiaje hapa? Baraka aliuliza, sauti yake ikitetemeka kwa mchanganyiko wa hisia. Alijaribu kugeuza kiti chake ili kurudi ndani, akitaka kujificha kwenye giza la jumba lake, lakini gurudumu moja lilikwama kwenye tundu dogo la mbao za daraja lile. Neema alipiga hatua mbili kuelekea mbele, mikono yake ikitetemeka. Samahani, sikutaka kukutisha. Mimi ni Neema, yule unayemwandikiaga barua. Baraka alitulia. Alishusha kichwa chake chini, nywele zake ndefu kidogo zikifunika macho yake. Hukupaswa kuja hapa, Baraka alinong'ona. Barua zilikuwa mchezo tu, zilikuwa ndoto. Hapa katika mwanga huu hakuna ndoto, kuna ukweli tu wa chuma na kuta. Neema hakurudi nyuma. Alitembea taratibu hadi akasimama mita chache kutoka pale alipokuwa Baraka. Kwa karibu zaidi, aliona uzuri wa kijana huyo, pua yake iliyonyooka na mikono yake ambayo, ingawa ilikuwa na nguvu ya kusukuma kiti, ilionekana kuwa na upole wa msanii. Lakini aliona pia blanketi zito likifunika miguu yake, miguu ambayo haikuwa imegusa mchanga kwa muda mrefu. Ulisema bahari ni ukuta, Neema alisema kwa sauti ya upole, akikariri maneno ya barua ya kwanza. Lakini mimi nilikuja kukuonyesha kuwa daraja linaweza kujengwa hata kwa maneno. Kwa nini unajificha, Baraka? Baraka alicheka kicheko kifupi cha uchungu. Unaniuliza kwa nini najificha? Tazama. Alinyoosha mkono wake kuelekea miguu yake iliyolala. Mimi ni nusu ya mtu, Neema. Nilikuwa mwanariadha, nilikuwa rubani wa ndoto zangu. Sasa mimi ni mtazamaji tu. Nilitupa barua zile kwa sababu nilitaka roho yangu iende kule ambako mwili wangu hauwezi kufika. Sikutaka uso wangu uonekane. Nimeiona roho yako kabla sijauona uso wako, Baraka. Neema alijibu, akipiga goti mbele ya kiti cha Baraka. Hakumtazama kwa huruma, kitu ambacho Baraka alikuwa akikichukia, bali alimtazama kwa heshima. Uliandika kuhusu harufu ya mdalasini na rangi ya huzuni. Je, unadhani ulemavu wako unaweza kufuta uzuri wa maneno yale? Baraka alimtazama Neema machoni. Aliona mikono ya Neema iliyopasuka kidogo kwa kazi ngumu. Aliona mavazi yake duni, lakini aliona nuru fulani ya ajabu machoni pake. Nuru ya mtu ambaye anaishi kwa uhuru ingawa hana kitu chochote. Wewe ni jasiri kuliko unavyofikiria, Baraka alisema, sauti yake kilainika. Alinyosha mkono wake kwa kusitasita, vidole vyake vikikaribia kugusa bega la Neema, lakini akasita na kurudisha. Lakini ulimwengu wangu ni wa vioo vilivyovunjika, Neema. Ukiingia hapa utakatwa na makali yake. Labda nimekuja kukusaidia kuokota vipande hivyo. Neema alitabasamu, tabasamu ambalo lilimfanya Baraka ahisi kana kwamba jua limechomoza katikati ya usiku.
Ghafla taa kubwa ya usalama ya jumba lile iliwaka, ikimulika bustani nzima. Sauti ya mlinzi ilisikika kwa mbali ikielekea huko. Baraka alishtuka. Lazima uende haraka, hawaruhusu mgeni yoyote hapa. Rudi ufukweni Neema, kesho nitatupa chupa nyingine, tafadhali nenda. Neema alisimama haraka, akageuka na kuanza kukimbia kuelekea kwenye vichaka, lakini kabla hajapotea gizani, aligeuka na kusema, sitasubiri chupa kesho, nitasubiri wewe, nitakusubiri wewe Baraka, nitakusubiri ufukweni penye mwamba mweusi. Siku iliyofuata ufuko ulikuwa na utulivu wa ajabu, lakini ndani ya jumba la jabali dhoruba ilikuwa imetanda. Baraka alishinda ameketi karibu na dirisha kubwa linalotazama bahari. Kwa mara ya kwanza hakuwa akisoma vitabu vyake vya falsafa wala kuandika mashairi. Macho yake alikuwa akimtafuta binti mmoja mdogo aliyekuwa akifagia mchanga kule chini. Amekuja, Baraka alinong'ona, akiona umbo la Neema likisogea karibu na ule mwamba mweusi. Ndani ya nafsi yake, Baraka alikuwa akipigana vita vikali. Tangu ajali ile ya gari iliyomfanya kupoteza uwezo wa kutembea na kuwaua wazazi wake, alikuwa amejijengea gereza la kioo. Aliamini kuwa dunia haina nafasi kwa mtu aliyevunjika tena kama yeye. Kila mara alipotaka kutoka nje, sauti ya hofu ilimwambia, watakucheka, watakuonea huruma, wewe ni mzigo. Lakini maneno ya Neema alikuwa akivuma masikioni mwake kama wimbo. Sikuipenda sura yako kwanza, niliipenda roho yako. Alizungusha kiti chake kuelekea mlangoni. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Alimwenza mlinzi wake mwaminifu, mzee mmoja aliyeitwa Juma, ambaye amekuwa naye tangu utotoni. Mzee Juma, Baraka alisema, sauti yake ikiwa na ujasiri mpya. Nisaidie kushuka ufukweni. Juma alipigwa na bumbuazi. Lakini kijana, daktari alisema unahitaji utulivu, na kiti chako hakiwezi kupita kwenye mchanga rahisi hivi. Nitapita, Baraka alikata kauli. Kama si kwa magurudumu, basi nitatambaa, lakini siwezi kubaki hapa ndani wakati roho yangu iko kule chini. Kwa msaada wa Juma na njia ya siri ya mteremko iliyotengenezwa kwa ajili ya dharura, Baraka alianza safari yake ya kwanza nje ya kuta za jumba lile baada ya miaka mitano. Kila hatua ilikuwa na maumivu ya kisaikolojia, lakini hewa ya bahari ilipoanza kupiga uso wake, alihisi kitu ambacho hakuwa amekihisi kwa muda mrefu: uhuru. Kule ufukweni, Neema alikuwa amekaa juu ya mwamba akitazama mawimbi. Alikuwa ameanza kukata tamaa. Alifikiri labda amemtisha Baraka. Ghafla aliona umbo likishushwa taratibu kutoka upande wa jengo. Moyo wake ulipiga mdundo wa furaha. Baraka alipofika kwenye mchanga, magurudumu ya kiti chake alianza kuzama. Alijaribu kusukuma kwa nguvu, mishipa mikono yake ikijitokeza, lakini akashindwa. Hasira ilimshika. Alihisi kutaka kulia. Nimesema siwezi, mimi ni mlemavu tu, alipiga kelele akipiga ngumi kwenye kiti chake. Neema alikimbia kwa kasi kuelekea kwake. Hakusema neno. Alisimama nyuma ya kiti chake, akaweka mikono yake juu ya mikono ya Baraka na kuanza kukisukuma. Hauko peke yako Baraka, Neema alisema kwa sauti tulivu lakini yenye nguvu. Miguu yangu ni miguu yako leo, na mchanga huu hauna dharura, unampokea kila mtu. Walisogea hadi ukingoni mwa maji ambapo mchanga ulikuwa mgumu na mlaini. Baraka alishusha pumzi ndefu. Kwa mara ya kwanza aligusa maji ya chumvi kwa vidole vyake. Vioo vilivyovunjika ndani ya moyo wake vilianza kuyeyuka, na nafasi yake kachukuliwa na mwanga wa matumaini. Maji ya bahari yalikuwa yakigusa ncha za kiti cha mwendo wa Baraka, yakileta ubaridi ambayo hakuwahi kuhisi kwa miaka mingi. Alifunga macho yake, akivuta harufu ya chumvi na uhuru. Karibu naye Neema alikuwa ameketi mchangani.
akitazama upeo wa macho ambapo anga na maji vilikutana. Ulikuwa sahihi Neema, Baraka alisema, sauti yake ikiwa imetulia, haina tena ule uchungu wa awali. Bahari si ukuta, ni kioo. Nilikuwa nikitupa chupa zile kwa sababu niliogopa kujiangalia mimi mwenyewe. Niliogopa kuona kile kilichobaki kwangu. Neema aligeuka na kumtazama. Uso wa Baraka ulikuwa umeanza kupata rangi ya afya kutokana na mwanga wa jua. Na sasa unaona nini? Baraka alitabasamu. Tabasamu la kwanza la dhati lililofika hadi machoni pake. Naona mwanzo. Naona kuwa miguu yangu inaweza kuwa imelala, lakini roho yangu ina mabawa. Na mbawa hizo ulinipa wewe kwa barua zako fupi na ujasiri wako kunifuata jabali lile. Katika wiki zilizofuata, maisha ya wawili hawa yalibadilika kabisa. Baraka aliamua kufungua milango ya jumba lake kwa msaada wa mawakili wa familia yake. Alianza mpango wa ufadhili wa masomo kwa vijana wa mji wa Pwani, akimtanguliza Neema kama mwanafunzi wa kwanza. Alitaka Neema asome kile alichokipenda, fasihi na uandishi, ili mikono ile iliyozoea kufagia mchanga iweze kushika kalamu na kubadilisha ulimwengu. Siku ya mwisho ya Neema kufanya kazi ufukweni ilikuwa ya hisia kali. Alivaa rinda lake jipya ambalo Baraka alimzawadia. Walikutana pale pale mwambani, lakini safari hii Baraka hakuwa peke yake. Alikuwa na vifaa vyake vya uchoraji. Hii ndio barua yangu ya mwisho kwako, Baraka alisema, akimkabidhi Neema bahasha ya kifahari. Neema alifungua kwa uangalifu. Ndani yake hamkuwa na barua, bali picha iliyochorwa kwa ustadi wa hali ya juu. Ilikuwa ni picha ya msichana akifagia ufukweni, lakini kivuli chake kilikuwa na mabawa ya malaika, na chini yake kulikuwa kumeandikwa, mlinzi wa roho yangu. Hatutahitaji chupa tena, Neema alinong'ona, akimshika Baraka mkono wake. Hapana, Baraka alijibu huku akicheka kidogo. Kuanzia leo tutaandika hadithi yetu tukiwa pamoja. Hakuna siri tena Neema, kuna ukweli tu. Jua lilizama likiacha njia ya dhahabu juu ya maji. Neema na Baraka walibaki hapo wakitazama mawimbi yakija na kurudi. Safari ya barua za siri ilikuwa imekwisha, lakini safari ya maisha yao ilikuwa ndio kwanza inaanza. Safari iliyothibitisha kwa upendo wa kweli hauoni mapungufu ya mwili, bali huona utajiri wa roho. Na huu ndio ulikuwa mwisho wa simulizi yetu tamu ya mapenzi, na imani umejifunza na umeburudika. Ulikuwa nami msimulizi wako Yasin Gelilea. Asante kwa kunisikiliza.